Hii leo hatimaye kwa upande wa klabu ya Yanga wanashuka dimbani wakiwa ni wenyeji dhidi ya Tanzania Prisons, na tayari kwa upande wa mwalimu Pedro Goncalves ameshaandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpa nafasi kubwa zaidi ya ushindi, moja mchezo ambao utakuwa sio rahisi kutokana na nafasi ambayo waliopo Tanzania Prisons. Ni timu ambayo inahitaji pia kuweza kushinda ili kuweza kusogea kidogo. Sasa tayari ninacho kikosi hapa, lakini kabla sijakutajia nikukumbushe. Hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa Tanzania Prisons dhidi ya Yanga. Sasa twende tutazame kikosi cha Yanga hapa. Kwa upande wa golini yupo Abdultwalib Msheri. Kwa upande wa Msheri tunafahamu ni golikipa mwenye uwezo mzuri. Ni golikipa ambaye akipata nafasi kuna kitu hasa ambacho anakionyesha. Kwa upande wa mwalimu Pedro anafahamu nini hasa ambacho anakihitaji. Anaelewa kabisa kwamba ni mchezaji ambaye anastahili kuweza kuanza kwenye kikosi kutokana na kile ambacho amekuwa akikionyesha mazoezini. Hivyo kwa upande wa mwalimu amempa imani kwamba ni golikipa ambaye atakuja kumuonyesha kitu kikubwa zaidi kwenye mechi ya hii leo. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Kwa upande wa Mwenda tunafahamu ni beki mwenye kasi, lakini pia amekuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia kwenye eneo la pembeni. Majukumu yake makubwa itakuwa ni kupanda mbele, lakini pia na kusaidia mashambulizi. Wakati huo pia na kupiga cross kwa upande wa washambuliaji, lakini pia kulinda upande wa kulia dhidi ya mashambulizi. Wakati huo pia kwenye upande wa beki ya kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbwe Jeiara. Kwa upande wa Mohamed Hussein tunafahamu ni beki mwenye uzoefu mkubwa, lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa kimhitaji zaidi kusaidia mashambulizi kupitia kwenye eneo la kushoto, lakini pia kupiga cross sahihi ndani ya box, lakini pia kudhibiti mawinga wa Tanzania Prisons. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati, Ibrahim Baka anarejea baada ya kukosekana kwenye michezo miwili. Tunafahamu kwa upande wa Baka ni beki ambaye amekuwa na uwezo mzuri pia. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuzuia mashambulizi ya wapinzani, kushinda mipira ya juu, lakini pia kuondoa hatari zaidi ndani ya box. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atasaidiana na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa upande wa Mwamnyeto tunafahamu ni kiongozi kwenye eneo la safu ya ulinzi, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji apange vizuri safu ya ulinzi, yani wale mabeki wa chini, lakini pia atakuwa ni mchezaji ambaye atakuwa anaanzisha mashambulizi kutokana na uwezo wake mzuri pia wa kuweza kupiga mipira ile mirefu kuelekea kwenye eneo la pembeni. Lakini pia kwenye eneo la viungo wa katikati yuko Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tunafahamu ni kiungo mwenye uwezo mzuri pia. Majukumu yake makubwa itakuwa ni kuvunja mashambulizi ya wapinzani, lakini pia kusukuma timu mbele zaidi, wakati huo pia kusaidia ulinzi na ushambuliaji. Lakini pia Duke Abuya kazi yake kubwa itakuwa ni kusogeza timu mbele zaidi kutokana na aina mfumo wa mwalimu namna ambavyo anahitaji timu iweze kucheza. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Mudathiri Yahya. Kwa upande wa Mudathiri tunafahamu ni kiungo ambaye amekuwa ni mtulivu, ana uwezo wa kushika mpira na kupanga tempo ya mchezo. Kwa upande wa mwalimu atakuwa kimhitaji zaidi kudhibiti mpira katikati ya uwanja, lakini pia kuunganisha safu ya ulinzi na ushambuliaji, lakini pia na kutoa pasi sahihi kwa upande wa washambuliaji kutokana na atakavyokuwa anahitajika kusogea mbele zaidi. Lakini pia yupo Pacome Zouzoua. Kwa upande wa Pacome tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu mkubwa, hasa pia kwenye eneo la kutengeneza nafasi. Mwalimu atakuwa kimhitaji kwa upande wa Pacome kuwa playmaker wa timu, lakini pia kutoa pasi za mwisho, lakini pia kufungua ulinzi wa wapinzani, hasa pia kwenye maeneo ya katikati kutokana na namna ambavyo Tanzania Prisons wamekuwa wakicheza. Lakini pia kwa upande wa winga yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Nzengeli tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi zaidi. Kocha ni ngumu kutokumtumia kutokana na umuhimu wake ndani ya timu, hasa kwenye eneo la kukaba, lakini pia hasa pia kupeleka mipira kwenye eneo la mbele. Amekuwa na majukumu hayo, kwa hiyo Max amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa na umuhimu kwenye eneo la mbele. Wakati huo pia Alan Okello atacheza kwenye eneo la kushoto, ambapo Alan tunafahamu ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa, ubunifu wake ni mkubwa zaidi, lakini pia majukumu yake makubwa itakuwa ni kumsaidia Pacome kutengeneza mashambulizi, ya maana kwamba atakuwa akitoka kwenye eneo la pembeni, atakuwa akiingia katikati pale ambapo Yanga watakuwa kimiliki mipira, huko ukimwacha beki wa pembeni akiwa anasogea, hasa wale hapa ninamzungumzia Mohamed Hussein ambaye atakuwa anacheza upande mmoja na Alan Okello. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho atakuwa ni Depu. Depu tunafahamu ni mshambuliaji mwenye nguvu, ana uwezo wa kufunga kwa aina yoyote ile, mipira ya vichwa, lakini pia kwa mguu, hasa miguu yote pia. Huyu ni target man, ana uwezo wa kumaliza mipira kutoka kwa mawinga, lakini pia kuvuta mabeki ili kuacha nafasi kwa viungo wa